Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Vijana wa kike wanachangia 80% ya maambukizi ya VVU. Kila ifikapo tarehe 1 Disemba ya kila mwaka, dunia hukumbuka vita ambavyo havisikiki kwa sauti, lakini vinaathiri maisha ya mamilioni ya watu. Vita dhidi ya VVU na ukimwi. Ni siku ya kutafakari, kukumbuka, kushukuru na zaidi ya yote kuchukua hatua. Ni siku inayotukumbusha kuwa mapambano haya hayajamalizika, lakini pia yametupa sababu kubwa ya kuendelea kupigana. Kuna matumaini na ushindi unakaribia. Tanzania kama mataifa mengine duniani imeendelea kuwa mstari wa mbele katika juhudi za kupunguza maambukizi mapya, kuongeza upatikanaji wa dawa na kuimarisha huduma za kinga na tiba. Katika kila mtaa, kila kijiji na katika kila familia kuna simulizi ambayo halijasemwa kikamilifu. Simulizi ya kina mama, vijana na wazee waliogeuza hofu kuwa matumaini kupitia mapambano dhidi ya VVU. Siku ya ukimwi duniani inatukumbusha jambo moja muhimu. Ugonjwa huu hauko tena kama kivuli kisichoonekana. Hii ni changamoto tunaweza kuidhibiti tukiamua kusimama pamoja. Kila mwaka tarehe 1 Disemba, dunia inaweka pembeni tofauti zake na kutazama kwa pamoja safari ya mapambano dhidi ya VVU na ukimwi. Ni siku ya kutathmini tulipotoka, kuangalia tulipo na kutafakari tunapoelekea kama jamii inayothamini uhai. Tanzania nayo ina sehemu yake ya simulizi hii. Kupitia jitihada za serikali, wadau wa afya na nguvu za wananchi wenyewe, tumeshuhudia safari ndefu kutoka enzi ambazo ukimwi ulikuwa hukumu ya kimya hadi kupatikana tiba za ARV. Maisha ya wengi yamerudisha tabasamu. Wakati mapambano ya virusi vya ukimwi yakiendelea, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu, William Lukuvi, amesema kuwa vijana wenye umri wa miaka 15 hadi 24 bado wako katika hatari kubwa ya kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, yani VVU. Anasema vijana wa kike wanachangia takriban 80% ya maambukizi mapya na serikali inaendelea kuwekeza katika huduma za kinga na elimu kuhusu VVU kwa kuangazia zaidi kundi la vijana. Akitoa tamko la serikali kuhusu siku hii ya leo katika maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, Lukuvi alisema kupitia Wizara ya Afya, hatua kubwa zimepigwa katika upatikanaji wa huduma za VVU na ukimwi nchini. Amesema hali hiyo imechangia kupungua kwa maambukizi mapya na kuboresha afya za VVU na kujigamba kuwa serikali imepata mafanikio makubwa katika mapambano hayo. Miongoni mwa mafanikio aliyoyataja ni pamoja na kuongezeka kwa kiwango cha watu wanaotambua hali zao za maambukizi ya VVU kutoka 91% ya mwaka 2024 hadi 92% ya mwaka 2025. Aidha, Waziri Lukuvi amebainisha kuwa ongezeko la VVU wanaotumia dawa za kufubaza VVU ARV kutoka 98% ya mwaka 2024 hadi 98.5% ya mwaka 2025. Kuhusu VVU waliofubaza kabisa VVU baada ya kutumia ARV wameongezeka kutoka 97% ya mwaka 2024 hadi 98.1% mwaka 2025. Amesema mafanikio hayo ni ushahidi kuwa uwekezaji wa serikali pamoja na ushirikiano wa wadau wa afya unaendelea kuleta matokeo chanya, na ametoa wito kwa wananchi kuendelea kujitokeza kupima, kutumia dawa kwa wakati na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya. Hii inaonyesha kuwa kampeni za upimaji elimu kwa jamii na jitihada za wauguzi na madaktari zimeendelea kuleta matokeo ya kuona. Lakini pamoja na mafanikio hayo, siku ya ukimwi duniani inabeba wito wa pamoja. Tusipunguze kasi. Elimu kwa vijana bado inahitajika. Unyanyapaa unaohusiana na VVU bado upo, na maambukizi mapya bado yanarekodiwa kila mwaka. Kila mmoja, awe kijana, mzazi, mwalimu au kiongozi wa dini, ana nafasi ya kuongeza sauti na hatua katika vita hii. Hii ni siku ya kutafakari, lakini pia siku ya kutia moyo. Tumeona nchi nzima kuwa na nguvu ya kubadilisha takwimu kuwa tabasamu na changamoto kuwa ushindi. Safari inaendelea na kila hatua tunayopiga hii leo inatoa nafasi ya kesho iliyo salama, yenye matumaini na isiyo na unyanyapaa. Katika kuadhimisha siku hii, kauli mbiu ya siku ya ukimwi duniani mwaka huu ni imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Licha mafanikio, changamoto bado zipo: unyanyapaa, upotoshaji wa taarifa, vijana kuongeza maambukizi mapya na watu wengi kutopima mara kwa mara. Haya yote yanahitaji nguvu ya pamoja, ushirikiano wa jamii, taasisi, serikali na wadau wa kimataifa. Kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza umuhimu wa kuwekeza katika usawa wa kijamii, kuhakikisha kila mtu
bila kujali umri, jinsia, ulemavu au hali ya kiuchumi, anapata huduma za VVU bila vikwazo. Leo tarehe 1 Disemba unakumbushwa kuwa hatua ndogo zinaweza kuokoa maisha. Pima angalau mara moja kwa mwaka, tumia dawa zako kila siku iwapo umeathirika, na toa elimu sahihi. Mengine yanayokumbushwa ni kataa upotoshaji, pinga unyanyapaa dhidi ya walioathirika, na kusaidia vijana kupata taarifa sahihi kuhusu kinga. Katika siku hii ya ukimwi duniani, tunapaswa kuungana, si kwa maneno tu, bali kwa vitendo. Hakuna aliye salama hadi wote wawe salama. Makala hii imeandaliwa na kusomwa nami Zakia Nanga. Kwa taarifa nyingine, endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii @mwanahalisi. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.